Kuna watu wengi tunaisikia kweli ya Mungu, lakini tumepuuza. Tumejikuta tupo kwenye makosa makubwa sana. Tumejikuta tuko kwenye makosa makubwa sana. Lakini kweli ya Mungu ilinena, ilizungumzwa, ambapo tungeitia awezekana tungeweza kufanya, tungeweza kupona. Mungu wetu hana kona kama wanadamu, narudia tena, tulivyo. Hana siasa. Akikwambia jambo hata kama ni baya au zuri, chukua hatua ya kulifanyia kazi. Unasema nini? Unajiuliza huyu kijana ongea nini? Mbona tumuelewi? Nenda kasome habari za Hezekia. Hezekia unakuja kuona aliletewa ujumbe kutoka kwa Mungu, tena kupitia nabii mkuu Isaya. Na ni ujumbe mbaya kabisa ambao unaumiza. Anaambia kwamba tazama, unaenda kufa. Unaenda kufa. Ni ujumbe ambao, ni taarifa ambao analetewa. Hatuoni Hezekia akiliakti vibaya kwa kusema kuwa huyu Mungu sio Mungu. Haiwezekani anikusudie mabaya hivi, wakati amesema ananiwazia mema wala sio mabaya, kunipa tumaini zao hata siku ya mwisho. Lakini tunamwona Hezekia anageuka ukutani. Aliposikia hizo habari, hakuanza kubishana na nabii, wala kuanza kulumbana na yeye, wala kumchukia Isaya. Alichokifanya, aligeuza uso ukutani, akarudi kwa aliyetoa ujumbe. Wanasema mjumbe hauawi. Mjumbe afanyeje? Hauawi. Ila kuna yule aliyetoa agizo. Sasa yeye akasema, mimi sihangaiki na yule aliyeleta ujumbe. Tujifunze kwa Hezekia. Ni kweli taarifa mbaya zipo kwako. Kama ni Mungu amesema kweli, rudi kwa aliyetoa taarifa. Rudi kwa aliyetoa agizo ili uwe salama. Ngoja tusome hizi habari za Hezekia. Mwingine anaweza asielewe. Ngoja tuzisome. Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amoz akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake wapi? Ukutani. Akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli. Sijui unaona, Hezekia alienda mbele zake katika kweli, lakini imefika mahali kuna mambo yameharibika, kuna vitu ambavyo haviko sawa. Mungu anamletea ujumbe mbaya wa kufa, ya kwamba anatakiwa atengeneze mambo ya nyumba yake. Akaanza kumkumbusha Bwana namna alivyotembea katika kweli na kwa moyo wa ukamilifu na kutenda aliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi. Akamwambia Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama umeziona hizi habari. Hezekia aliposikia kweli ya Mungu iliponenwa kupitia nabii Isaya, alianza kutazama yale ambayo Mungu alimtendea. Akaanza kutazama namna alivyotumika mbele za Bwana kwa uaminifu. Akaanza kuangalia, akasema no, siwezi. Ni kweli ujumbe, kuna mambo akakubali makosa. Cha kwanza alikubali makosa kulingana na kweli ilivyozungumza. Na cha pili akasema lazima nirudi kwa aliyeagiza. Akaanza kumkumbusha Mungu, tazama nilifanya 1 2 3. Ninakushia leo hii unikumbuke. Akalia sana sana. Sana sana.